nimekuja na ujumbe mwingine mzito, maana tulifika mahali last week na wiki hii tunaendelea tu na ile tu ujumbe ya kwamba baada ya kumjua Mungu, matunda ya kumjua Mungu ama vile umemjua Mungu, unatakikana uwe namna gani kwa maisha yako. Mtu akikuangalia unatakikana uwe namna gani, unatakikana ubehave namna gani, unatakikana utembee namna gani, ama hatua zako zinatakikana ziwe namna gani unapopita kwa watu, unapokaa mahali, nenda na watu, unatakikana uwe namna gani. Mimi nataka nikuambie leo kuna ujumbe mzito, na ninajua wewe unaonitazama hapo unaponiangalia, Afrika mzima, nchi yote ya Kenya, the whole of the country, najua hautatoka bila kitu. Kwa hivyo kabla tujaenda kwa ujumbe, maana ujumbe tunapewa na Mungu, ni vizuri sana tuweke kila jambo ama kila ujumbe mkononi mwa Mungu, ama kile tutaongea mkononi mwa Mungu. Naomba sasa tupate kuomba kwa jina la Yesu Kristo na heshima za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtazamaji wangu nami hapa na crew yote tunajiweka mbele zako Mungu wetu wa mbingu. Ninaomba Jehova ukaanze nasi unayeketi mahali pa juu, maana pale pa juu hapo ndio panatoka baraka, pale mbinguni ndio Mungu unaachilia neema yako. Asante kwa leo na baraka tele. Tunajikabidhi kwako Mungu wetu wa mbingu. Tutajifunika na damu ya Yesu Kristo. Tunapoenda kuzungumuza, wacha kanene nasi kupitia neema yako. Sisi tusiwe wanadamu wa kawaida, mbali Jehova ni wewe Mungu utakuwa ukiongea nasi kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa leo. Hakule tumekosa Mungu wetu wa mbingu, kule tumetembea kabla tujaingia, nisamee dhambi zote na makosa, na wale wanaonitazama wakumbuke, tusamee zote maovu yote, makosa yote. Andika majina yetu kwa kitabu cha uzima, futa kila jina kwa kitabu cha mauti. Leo Mungu onekana, hata yule anaonitazama Mungu ukamfikie, kwa maana wewe ni Mungu unaofikia kila mtu na wakati wake. Na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu twaomba tukiamini. Amen, amen, amen. God bless you. Tumeingia kwa ujumbe wa leo. Unapokumbuka we mtazamaji wangu, mahali unapokumbuka na unapoangalia pale tulifika, niliongelelea matunda ya Mungu na inayotoka mbinguni. Matunda ya Mungu ni nini? Tukaongelelea kuhusu upendo, tukaongelelea kuhusu furaha, tukaongelelea kuhusu uvumilivu, tukaongelelea kuhusu vile tunaweza kukaa tukiwa tumeokoka na tumemjua Mungu. Tukabakisha vitu tatu, ama the fruits of the fruits of God in heaven. Wale wamemjua Mungu zaidi, kuna matunda ya rohoni. Tuliongelea matunda ya mwili, leo ni matunda ya uchawi, vitu kama hizo tumetoka kule. Sasa tunaongelelea tukichua Mungu tunahitaji kubehave namna gani, tunahitaji kutembea namna gani. Hiyo ndio wazo letu leo, na hiyo ndio ujumbe wa leo kwa jina la Yesu Kristo. Tukafika mahali tukasema bado tunafika na tunaendelea na ujumbe. Tunaendelea kumjua Mungu. How can we behave tukimjua Mungu? Tunakaa aje tukiwa ndani ya Mungu? Maana tumemjua Mungu, tumetembea na Mungu, na bado tunatakikana tuwe watu tofauti na ulimwengu. Kitu cha mwisho na kile tutaongelelea leo kuhusu hiyo ujumbe ni ya kwamba bado ukimjua Mungu unahitaji kuwa na upole wa kunena, upole wa maneno, ama upole wa kiasi cha kitu kile unachotoa kwa mdomo wako. Nataka nikupatie ujumbe huyo leo. Utauliza nabii, unasema nini kuhusu upole? Na mimi sio mpole, ama kuna kitu kinaingia. Nataka nikuambie mtazamaji wangu, unapoingia ama unapookoka na kumjua Mungu, kuna kitu wanga kinakujaja upole wa maneno. Wewe ni mtu wa kuangalia watu. Nilifunza wakati mwingine last year, nikafunza kanisa nikaiambia behave yourself na kuongea kwa upole, ama kuwa mwepesi wa maneno mengi, kuwa mtu wa kusikiza tu. Usikuwe mtu wa kuongea, lakini kuwa mtu wa kusikiza. Na hapo ukiwa mtu wa kusikiza, hapo ndio utakuwa mtu wa kupewa neema ya kuongea upole. Sio mtu wa kuongea sio mtu wa kuongea maneno mengi kama vile tulikuwa tunaongea tukiwa ulimwenguni. Mungu anakupatia neema ya kuongea kwa upole.
Ukiongea kwa upole, unapewa maneno mazuri ya kuongea na watu, unapewa maneno na ujumbe mzuri wa kujibu mtu. Unaweza kuwa unaongea na mwenzako, unaweza kuwa unaongea na fellowship, unaweza kuwa unaongea na rafiki yako, ama bahari umetumwa tu, ama kazini. Wewe ni mtu tu wa kusikiza tu, lakini ukisikiza unakuwa mtu wa kuongea upole, ama wa kutoa maneno ya hekima ya upole. Na ukitoa maneno ya hekima, watu wataanza kujiuliza, kweli Mungu wako ni Mungu? Yuko kwa vile ulikuwa tofauti mwanzo na sasa uko vingine. Nataka nikuambie leo, upole wa maneno, wa kiasi cha maneno, kinamvutia Mungu na kinavutia hata watu. Watashangaa na wewe sana. Kuwa mpole wa kuongea vitu. Ulikuwa ukiongea na matusi, lakini kuwa mtu wa kusikiza sana. Wewe Mkristo, wewe ulio hapo nje unanitazama, maneno ya kuongea kwa upole. Sio mtu wa kuongea sana, sio mtu wa kuongea sana, sio mtu wa kutoa maneno na ipendezi Mungu na ipendezi watu. Wacha Mungu akupatie upole wa kuongea na watu. Usiwe mtu wa kuongea sana, maana mtu wa kuongea sana anaingililiwa sana na shetani. Anaongea vitu hata mtu hawezi akajua, anaongea vitu za matusi, anaongea na hasira. Lakini unapokaa ndani ya Mungu, huyu Mungu nimeongelelea tangu mwanzo, ukimjua Mungu zaidi, atakupa neema ya kuongea na upole. Wewe Mkristo umeokoka, au kwangi mtu wa kawaida, maana unatembea na Mungu. Maneno ya kuongea kwa upole, unatoa maneno ya hekima, unatoa maneno ya kuvutia mtu, maneno ya kunena na watu wanapendezwa na huyo Mungu umebeba. Maana ukiwa na upole, watu watakupenda zaidi. Watu watashindwa, na huyu mtu tulikuwa tunamjua mwanzo, sasa saa hii amejawa na upole. Yesi wa kuongea sana, hana story nyingi, maana unapunguziwa story za ulimwengu. Kumbuka mwanzo nilisema, Mkristo aliokoka na amekombolewa anahitaji kuwa anaangalia kwa rohoni. Na rohoni ni nini? Rohoni ni vitu zile auoni kwa macho ya nyama. Hii tunaona sasa. Wewe unao nitazama unaniona. Lakini macho ya rohoni inaona deeply vitu zile mtu wa kawaida hawezi akaona. Kwa hivyo Mkristo anaangalia vitu za rohoni, ni za mbingu, anakuanga tofauti. Na hiyo ndio ninaongelelea sana mtazamaji wangu. Mtu wa rohoni hakuangi na maneno mengi, maana kila wakati anawaza Mungu, kila wakati ananena na Mungu, anasikia voice ya Mungu, sio voice ya mwanadamu, anasikia voice ya Mungu. Kwa hivyo ukiwa pale ndani ya rohoni, unakuwa unapunguzwa maneno ya mwili. Sasa unapewa maneno ya rohoni, na maneno ya rohoni uongeleleangi sana, unakuwa mtu tofauti sana. Kwa hivyo siku ya leo nataka nikwambie mtazamaji wangu, wewe uliokoka, usiwe mwepesi wa kuachilia mambo isiyokuwa na hekima. Usiwe mwepesi wa kunena kama mtu wa ulimwengu, maana ukinena kama mtu wa ulimwengu, hapo ndio patatoka uchawi, wivu. Hizo vitu kata kwa jina la Yesu Kristo. Wachana na hizo vitu, my brother, my sister, my friend, wachana na hizo vitu, zitakumaliza. Kama umeokoka, kaa kama mtu ameokoka. Kuwa mtu na mwepesi wa kuongea mambo. Kama ni mtu amekukosea, usiwe mwepesi wa kumtusi. Ambia Mungu wa hekima, maana ni Mungu unatembea naye wa mbingu, hata kupatia vile utakomjibu. Nimefunza watoto wangu niwaambie, hata mtu akikuambia kitu, nataka nikufunze wewe nao nitazama, mwambie barikiwe. Mwambie tu abarikiwe na usonge. Usiwe mwepesi wa kushinda kumtusi, mwambie barikiwe na jina la Yesu Kristo. Maana ukimwambia barikiwa, umemwachilia kwa Mungu. Kwa hivyo siku ya leo tuwe watu wa kuongea kwa upole, sio watu wa matusi, sio watu wa story nyingi. Story tuachane nazo, tuingie neno la Mungu, tuachane na maneno wa Kristo. Maana maneno ndio yameleta vita za makanisa, maneno ndio yameleta waangukaji wa maombi kanisani, maneno ndio yameleta chuki kanisani. Mtu aliokoka anapunguza kunena sana, anaanza kunena kimaombi, anaanza kuwa mtu wa kunena neno kwa sababu unaongea na Mungu, anaanza kuwa sio mtu wa kutafakari vitu na sio wa story, anakuwa na upole na upole na ukiasi wa kunena, unatoa maneno ya Mungu. Kwa hivyo Wakristo tujifundishe kuongea kwa upole, tupunguze maneno ya ulimwengu, tuweke upole wa maneno ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ninaongea na Mkristo
yaliyo hapo nje anaonitazama siku yaliyobadilisha maneno yako na mienendo yako. Uko hapo kazini mwako, please anza kuongea Mungu. Maana watu wengi especially kule tunaenda kutengeneza nywele, na sijagonga mtu, unakuta watu wanapenda story sana, wanapenda, na hapo ndio wanakutana vitu za kuongea. Ninataka niongee na biashara za watu, maana biashara za watu ndio zimejengwa na Wakristo. Kama we ni Mkristo, badilisha hiyo biashara iwe ni biashara tofauti ya kuongea Mungu. Kuwa mwepesi mpole wa kuongea vitu za ulimwengu. Ninataka kuongea sana na watu wa salon. Tukiingia salon huko tunaingia na kachai, tunaongea na kuongea maneno mazuri, na hao watu hawana time na stories za kuongea juu ya watu because they are busy. Wako na ekiba, wako na PR mzuri. Hapo wanakuja watu, unawafunza watu sio wa kuongea story. Ongea Mungu tu peke yake. Punguza maneno we Mkristo. Hata uko kwa buchari unanitazama, uko kwa duka yako unanitazama, uko kazini yako, uko kwa ofisi yako, uko kwa serikali yako, uko mahali unasafiri, tafadhali kuwa mwepesi wa kuongea kiasi cha maneno. Usiwe mtu wa story. Lete utofauti, maana we ni Mkristo uliokoka. Lete utofauti, maana we ni Mkristo ulimpokea Yesu. Lete utofauti kwa nyumba yako, maana we ni Mkristo umempokea Yesu, na Mungu atakubariki. Usiwe mtu wa story, maana mtu wa story anakuwa mtu wa ulimwengu, lakini mtu wa neno anakuwa mtu anaongea. Kwa hivyo kuna tofauti wa story na kuna tofauti wa neno la Mungu. Ukiwa kwa neno la Mungu unakuwa mwepesi wa kuongea. Hata wakati unaokoka unakuwa, lakini ukiwa ndani ya Kristo watu wataona utofauti. Ni vizuri sana kuwa na utofauti, na utafuta watu wengi, watakushangaa, na utafanya kama mama Msamaria aliona utofauti. Maana si ati hakuwa na kanisa, si ati hakuwa mahali alikuwa naenda, lakini aliona tofauti kwa mwenye aliongea naye kwa kisima. Na Biblia inasema alienda akiongea kwa kijiji mzima, mpaka 3,000 walikuja kwa Yesu. Kwa hivyo ni vizuri sana kuwa mtu tofauti na mtu wa ulimwengu. Na mtu wa aliokoka anakuwa mwepesi wa kuongea, mwepesi wa kuachilia vitu, mwepesi wa kufikiria, mwepesi wa kutembea mahali, mwepesi wa vitu za ulimwengu, lakini anakuwa mwepesi kwa kuongea na Mungu. Ni vizuri sana tukae ndani ya Mungu, tuwe tofauti, na ninajua hilo neno litakuguza. Usiwe mtu wa kuongea vitu za ulimwengu. Kaa ndani ya Mungu, soma neno vile ninavyokuambia kila siku. Kuwa na Biblia yako, usiibebe tu kwa kipochi ukaange ukifanyaga utuange tu dust ukwenda. Kwa mtu wa kukaa ndani ya Mungu, soma neno, na hilo neno litakujenga kwa jina la Yesu Kristo. Hilo neno litakupeleka mahali, hilo neno litakuinua kiroho kwa jina la Yesu Kristo. Mkristo aliokoka awe mwepesi wa kuongea maneno, lakini awe upole wa kiasi, anapunguza kwa jina la Yesu Kristo. Na ninajua hilo litakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Tunaenda ya pili ili tuende tumalizie. Mkristo akuwa ameokoka na amembeba Yesu, anakuanga na amani. Wakristo wengi hawana amani. Hawana amani. Sijui kama niliongelea, lakini nasikia hiyo roho ikiniambia waambie tena. Mkristo amebeba Mungu, kwanza anajawa na amani. Mungu anakupatia amani. Amani. Nataka nikufundishe amani. Amani ni gift kutoka mbinguni, naye ipeangi kila mtu. Inapewa mtu anamjua Mungu. Maana watu wengi wanamjua, wanasema wanajua Mungu, lakini bado hawabebi huyo Mungu. Kila wakati nasemanga carry God. Kila mahali, hata pale unatembea usiaibike, maana ukiaibika naye Mungu atakuaibikia. Usiaibike kutaja Mungu wako. Situkae kama wenzetu Waislamu, maana Muislamu akifika mahali anaabudu anywhere, anasimamisha gari, anachukua mkeka wake, aibiki. Lakini Wakristo wanaibika. Sijui ni nini iliwashika. Hii wokovu sijui ya Mungu ilienda wapi. Hii wokovu ya Mungu na vitu za kusema tumeokoka, sijui hiyo ni wokovu aina gani. Tunaibikia Mungu sijui namna gani. Naomba tuwe na Ukristo aliokoka anabeba Mungu.
aongopi, akitembea, akiwa mahali lazima ajulikane Mungu wake. Kwa hivyo Mkristo amebeba Mungu, ameokoka na anajua Mungu mgani amebeba wa mbingu, anakuanga na amani. Hata kama ana chakula, hawe hata amefika kanisani hataki kushtuka ni nani uko pale, ni nani anamtusi, hata kama hujapewa microphone wewe unakuwa na amani. Hata kama hujasimama mwaka mzima, wewe unakuwa na amani. Unajua you have the peace of the Lord. Na ni vizuri kuwa na amani. Wakristo wengi wameokoka lakini hawana amani. Ni wako makanisani lakini hawana amani, maana wamejichanganya. We are there in the church lakini tumemix ourselves. Tuko hapo lakini unakuta tunaenda kuuliza, unauliza mchungaji na mumeomba pamoja. Wewe mchungaji umeona kwamba Mungu atakuja na umeomba na Mkristo. Kuwa na amani. Mkristo kuwa na amani. Kuwa na amani. Tukiomba jua ya kwamba the peace, lazima uwe na the peace of the Lord. Amani ya Mkristo ni mzuri. Unakuta Mkristo ndio huyo ajui kesho atakula nini, lakini yako na amani. Ndani ya Mungu kuna amani. Sikwambia kutapata dhoruba, hautapata matatizo, lakini when you are in Christ, you are with God. You have the peace of the Lord. May the peace of the Lord be upon you in the name of Jesus Christ. Wewe unaonitazama, wacha amani ya Mungu iwe ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unaopitia shida, wacha amani ya Mungu iwe ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unauliza kutaendaje baada ya hii, nataka nikuambie Mungu wa mbingu anaoleta amani na awe nawe kwa siku zote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Mkristo kuwa na amani in the name of Jesus Christ. Inaweza kuwa unapitia mambo mengi, kuwa na amani ya Kristo na Mungu atakubariki. Ya mwisho, nataka tuongelelee kitu kinaitwa furaha. Uko na amani, mpesi wa kuongea maneno, lakini ya mwisho, furaha. Kuna kitu Mkristo ako nacho kinaitwa furaha. Mkristo akiokoka anajawa na furaha ya Mungu, the joy of the Lord. Na hiyo ni kitu mzuri sana. Yaani ukiwa Mkristo unapata amani, unapata vitu tulivu, unapata, yani sitaki kukuambia wewe unaonitazama, lakini kuna kitu ninapenda maishani mwangu na ninajua Mungu anaachilianga. Mtu anaokoka na amemjua Mungu na anatembea na Mungu, lazima Mungu akupatie furaha. Unakanga saa yote tu uko na furaha na ujui furaha imetoka wapi. Uko na kitu, yani Mungu anaachilianga gift nyingine ya furaha. Unakutana na mtu hata ajui atakula nini, ajui atalala wapi, lakini tu huwezi jua kama amefungiwa nyumba kwa sababu ana furaha. Na kwa sababu ana furaha, Mungu hufungua njia na milango. Unakuta haezi tutasema nini, haezi taabika milele. Mungu anampatia solution. Kwa sababu amejaa na furaha, hataki kukonya, yani furaha iko ndani yake. Hata akikwambia kile anapitia, unamuuliza, my brother, kweli hivyo ndio unapitia? Na ninaona unakaa mtu ako na furaha. Mwili wako ni mzuri. Mkristo ako amemjua Mungu, anajazwa na furaha. Hawezi ukajua zile vitu, maana Mungu anamfichia, anamletea furaha. Lakini kwa sababu anabeba Mungu naye anaenda kumpatia solution. Unakuta kabla hajafika kwa nyumba imelipwa, amefunguliwa milango. Unakuta kwa ministry, unakuta njia inafunguka. Hata kama unapitia dhoruba na vita, unakuta siku Mungu anakufungulia milango mpaka unashangaa. Maana ni Mungu anaona na anakujaa. Wewe uonyeshi watu, ukienda jiani hata wewe uonyeshi watu uko na shida. Wakristo wengi tumeokoka lakini bado anajishika hivi. Yani yeye anajishika shida, na ndio shetani anachukua nafasi ya kuingia hapo ndani. Shetani uchukua nafasi kwa kitu kile anajua. Kama we ni mtu hasira anakuweka, anapitia hapo. Unakuta hata we uwezi uongea, yani we ni hasira hata kanisani. Kama we ni mtu wa chuki, na hujaipunguza, unasema umeokoka lakini kawivu umebeba, uko kanisani una wivu, hautaki wengine wakiendelea, utakuaje na furaha? Maana furaha ishakuondokea. Shetani anakuingiza, unakaanga tu huzuni, anakuweka huzuni. Mungu anakuondoa. Ni vizuri sana tuokoke cha ukweli. Ni vizuri sana tutembee, maana Mungu haezi jaza furaha wakati hujamshika vizuri. Hapa kumbuka tunaongelelea kumjua Mungu.
Na matunda ya Mungu ukimjua ni nini. Kwa hivyo ukiwa na hayo matunda, Mungu anazidi kukuongezea wingi, anazidi kukupatia amani nyingi, anazidi kukupatia furaha nyingi. Kwa hivyo ukikutana na Mkristo ana furaha, usikuwe na wasiwasi, maana ni Mungu ameingia ndani yao. Biblia inasema na walipotembea walijawa na furaha. Furaha hata furaha nyingi sana. Wana wa Israeli walijawa na furaha hata isiyokuwa na kipimo. Mama Msamaria akajawa na furaha, maana alitabiriwa. Alitabiriwa na akapata mazuri. Kwa hivyo ukiwa na Mungu wa mbinguni una furaha, maana unajua Mungu ni Mungu wa furaha. Matunda ya Mungu ni furaha na utulivu na amani na upendo. Hivyo tuliongelelea, ukiwa na Mungu una furaha nyingi sana, una wasiwasi, unajua Mungu atajibu ombi, maana ni Mungu anajibu ombi lake. Haleluya. Kwa hivyo wewe Mkristo nao nitazama, ni vizuri sana ushike hizo vitu, matunda ya Mungu. Na ukijawa na haya matunda, Mungu atakubariki, ataongezeka kwako, atakupatia amani. Usiwe mtu wa huzuni, usiwe mtu wa kujishika kama amefiwa. Kifo sio saa hii wewe Mkristo na I believe in life. Myself, Christian, I believe in life. Wakati wa Mungu ikifika atakuja, lakini si wakati wa huzuni. Pea Mungu mahitaji yako. Biblia inasema leteni mizigo yote kwangu nami nitakupumzisha. Wewe unao nitazama, kuna vitu unapitia. Wengine saa hii wako karibu kujinyonga, wengine wanachukua dawa, wengine saa hii wanachukua hatua na mikono yao, wanachukua hatua. Na Biblia inasema in the book of Exodus 14:14, Biblia inasema nini? Nitakupigania na unyamaze kimya. Wewe Mkristo usirudi kujipigania, yako ni makotini na kumuomba Mungu. Usirudi kujiulizia. Pea mahitaji yako kwa Mungu, kaa ndani ya Mungu naye atakupigania. Kwa hivyo ndani ya Kristo mpatie yote naye atakuongezea furaha kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ukikutana na Wakristo wako na furaha, maana ukiwa na furaha utaonyesha watu. Kuna watu wanapitia shida nyingi, hata mwingine saa hii ananitazama hako kitandani, mwingine saa hii anasimama anaumbiri, lakini uwezi ukajua before ajitoe akuambie. Kwa hivyo kwa Mkristo wa furaha na kuombea kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akujaze na furaha na amani na upendo in the name of Jesus Christ. Na kuombea dakika hiyo unaonitazama, Mungu wa mbingu akujaze na furaha. Pali popote utaenda waone furaha yako na utukufu wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Hata tulio hao hapa na waombea kwa jina la Yesu Kristo, utukufu wa Mungu ujae kwenu kwa jina la Yesu Kristo. I decree and declare the glory of God be upon you in the name of Jesus. Pali popote mutaenda mukubalike, kwa sababu mumejawa na glory ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unaonitazama, Mungu wa mbingu akujae zaidi na zaidi. Usione shaka, usione shida, ona Mungu, kwa sababu ukijawa na Mungu, Mungu wa mbinguni atakubariki. Na hiyo ndio siku ya leo tumemaliza hicho kipindi, tumemaliza hiyo chapter. Na ninajua kwa uwezo wa Mungu, by the grace of God, vile Mungu ameniwezesha, najua tutaendelea na kumjua Mungu. Lakini nataka nikusi, my brother, my sister, wao nao nitazama, ili turudie Mungu. Inji imeharibika, kanisa la Kristo limeharibika, mambo imeharibika. Munatazama, munaona vile kulivyo ulimwenguni. Angalieni, turudi, tuvae magunia, tutubu. Mkristo tubu, tuingie kanisa, tutubu, tuanguke, tujue neno, tuombe sana Mungu aturehemu, maana tumejawa na mambo na pride ya dunia. Tafadhali turudi ili Mungu atujae hayo matunda tunaona kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku leo unaonitazama, I decree and declare that the Lord Almighty shall be upon you in the name of Jesus Christ. You shall never lack, but you shall have many to give others in the name of Jesus Christ. You shall never cry, but the peace of the Lord shall be upon you in the name of Jesus Christ. Inanena kama nabii siku ya leo unaonitazama, Mungu wa mbingu atainua hiyo biashara yako. Mungu wa mbingu atakusimamisha, maana ni Mungu anaosimamisha. Mungu wa mbingu ataongezeka kwako, furaha itajaa hata mpaka kwa nyumba yako, mpaka kijiji mzima kiseme what is happening na sister na brother in the name of Jesus. Wewe unaotazama kuondoka kwa ndoa, usiondoke na kusi. Weka ndani ya magoti, mama ndio anaombea ndoa yake. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, ndoa yako ifaulu kwa jina la Yesu. Wewe kijana unakunywa bombe, unavuta, ninaomba kisasi kile kinakuja, maana ninalia
Inji yetu ya Kenya itakuwa namna gani baada ya hiki kizazi cha 40s 50s kikienda? Vijana 30s 25 kitaenda wapi? Ninakuomba kijana, rudia Mungu. Ninawasi usiende kunywa pombe. Wewe unaonitazama uko karibu kwenda kupiga mtu, usimpige. Lilia Mungu, geukia Mungu, maana Mungu ni Mungu na ninajua Mungu atakubariki. Unaonitazama, God bless you so much, na ninajua Mungu wa mbingu ataongezeka na ataongezeka kwenu. Wewe mama unaonitazama, uko kazini, umeacha kazi unidata, Mungu wa mbingu akubariki. Wewe uko hapo unauliza nitaenda wapi? Nataka nikuambie kwa Yesu Kristo ama kwa Mungu wa mbingu kuna amani. Rudia Mungu tena, usione umebackslide. Biblia inasema na wataanguka lakini watasimama. Simama tena, tafuta kanisa inabudu kwa roho na kweli, inaosoma neno takatifu, inaokemea dhambi, kanisa inaofunza kuripenda, kanisa inaofunza utakatifu kanisani, na ninajua ndiye Mungu wa mbingu atakusimamisha. Kwa hivyo siku ya leo wewe unaonitazama uko hapo ujaiokoka, unauliza ninaweza fikiaje mchungaji, ninaweza fikiaje niokoke? Uko ready, uko hapo unauliza nitafanya nini? Nataka nikuunganishe na Mungu sasa, maana Mungu ni wa amani na Mungu ni wa upendo. Nataka useme, sema Bwana Yesu, nimekuja kwako, nimekundua mimi ni mwenye dhambi, nimekundua nimepotea, nimekundua nimekuwa ulimwenguni, na sasa nimesikia neno lako likanigusa. Nisamee dhambi zote na makosa, andika jina langu kwa kitabu cha uzima, futa kila jina kwa kitabu cha mauti. Leo Mungu wa mbingu nishike tena, uanze na mimi, nitembee nawe, kwa maana we ni Mungu. Nitakaze Mungu, nifunike na damu yako Kristo, adui asinione tena ama nitoe kwa uwepo wako tena. Asante kwa sababu nimeokoka na nimekupokea. Jina lako lipewe sifa, jina lako liinuliwe, maana Mungu umenikubali kama mwana mpotevu na nimeamua kutembea nawe siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Mungu umenitendea, na ni katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu tuomba tukiamini. Amen, amen, amen. Nataka nikuambie mtazamaji wangu, tafuta kanisa inayoabudu kwa roho na kweli, ili uende pale pastor akulishe ndani yako, lakini usitafute kanisa ile pastor anakula kondoo. Lakini ninakuamurisha kwa jina la Yesu Kristo, tafuta na uwe kwanza uende, kabla hujaenda kuingia kanisa lolote, kueni watu wa maombi ili mpate ufunuo wa hiyo kanisa, pate ufunuo wa pasta wako. Na ni vizuri sana ujue pasta wako. Vile ninafundishanga, ni vizuri kujua topic, jua pasta wako, njua mchungaji wako, na Mungu atakubariki. Ni vizuri sana kumjua, maana wengi wameingia tu na wameshikwa, wamebrainwashiwa. Tafadhali tujue wachungaji wetu wanaotulisha kirohoni, ili tuende pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo nataka nikuache hapo, na Mungu wa mbingu atakubariki. Nataka nikuambie, Mungu akuonekanie, Mungu akuinue, Mungu akubariki zaidi na zaidi tutakapokutana wakati ule mwingine, maana ni wakati mwafaka Mungu ameniandaa ninene nawe. Hata mimi wanga ninahudumiwa wakati ninaachilia hilo neno, maana ni Mungu. Hata mimi wanga pale nikiambiwa hata tembea na Mungu, naye Mungu atatubariki. Siku ya leo nataka nikuambie, God bless you so much. Mungu akuinue na kubariki zaidi unaonitazama. Tutakapokutana wakati mwingine, Mungu atakubariki na atakuinua, kulinde na kutetea, kwa maana ni Mungu. Shalom, shalom, shalom. God bless you so much. Amen, amen, amen. Steps of Christ TV. Christ at the center of every step.